yangu moyo wangu nataka fanana nawe Yesu, moyo wangu nataka ibada yangu mbele za ibada ya kama ulivyomwabudu Mungu Yesu Kristo, ukamtii ukamfuata, na tamani nataka Bwana maisha yangu kunena kwangu, kunena my God, minataka Yesu, 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 kuomba kwangu, yani nikiomba kama vile unavyotaka, nikiomba kama Roho Mtakatifu anavyotaka ndani yangu, nitakuwa nimefanikiwa. Achilia moyo wako sasa mbele za Mungu, mwadhimishe peke yake. Ela zuve lezike tekefulia osate bekari dabrado zivite jazive kete prelia. Sulemani alipomuomba Mungu baada ya kutoa sadaka nyingi, Mungu alipotokea kwake akamuuliza, unataka nikutendee nini? Sulemani akamwambia, nijalie hekima jinsi ya kutoka na kuingia kwa hao watu wako ulionipa kama mavumbi ya nchi. Mungu akasema, kwa sababu hili lilikuwa moyoni mwako, nitakupa hekima na utajiri nitakupa na mali nitakupa. Kwa Mungu anaangalia engo ya moyo wako, unataka nini? Kama ulichokuwa unakiimba ndicho ambacho moyo wako unatamani wiki hii, Bwana asikupe tu tamanio la moyo wako, akupe na vile vitu ambavyo vinatamaniwa na mataifa. Kwa sababu hili jambo lilikuwa moyoni mwako, hekima nitakupa, lakini sitaacha tu kukupa vitu vingine. Sitakupa tu hekima, lakini nitakupa mali na utajiri. Kela isovele rekadabale suveke. Mwaga moyo wako mbele za Mungu, mwaga moyo wako mbele za Mungu. Uachilie moyo uwe open, uwe open madhabahuni kwa Mungu. Uwe wazi tu, moyo wangu kwako, moyo wangu kwako. Nakupenda kuliko chochote, nakupenda sana, nakupenda sana Bwana Yesu, nakupenda. Mimina tu moyo wako, tutakwenda kuanza muda si mrefu. Deeper in love with you, deeper in love with you. I love you more than anything in life. Deeper in love with you, deeper in love with you. Oh, I love you. Bwana uliyewahi
wa takatifu wako wawe tumewachukawa lishe kundi ako wanyonge nawe eufua kawa mashusha awapolewa kunenawa siwe. Hata leo anazunguka anatafuta, hata leo wataka watakatifu nawe uliza te nani atakaeni emtume fundishe nayo mafuta mabichi ya pakwe. Bwana ainue watu kwa ajili ya kusudi lake la kiuamsho katikati yetu. Tumeni karidevelezavatarane tume nami mbibwa mau. Habari ni moja tu, habari ya msamaha dhambi. Yesu ni wahubiri wako wali wokovu wake. Kadizevele katabredi ninasema seziverede ndio ninasema iyo ndio Bwana, ndio Bwana nasema velizo vakarebrede ndio Bwana, ndio Bwana inas. Wengine mliacha utumishi muda mrefu sana, na Bwana amekuwa akiwaita kwenye utumishi kwa upi. Ndio Bwana. Wengine sio utumishi wa madhabahuni, alitamani tu utumike sehemu ambapo ni kazini kwake, lakini umrecognize, umtambue Roho Mtakatifu kwenye utumishi ambao amekupa in the marketplace. Ndio Bwana anadai nafasi yako, uko kwenye marketplace. Utakapotembea hospitalini, je, wagonjwa wataona utukufu wa Mungu? Ndio. Utakapokuwa unajenga hayo majengo, watu wataona utukufu? Ndio. Utakapokuwa unauza vitu kwenye hiyo supermarket, watu watafurahia utukufu? Ndio. Utakapohubiri na kuimba, wataona? Ndio. Utatambua uwepo wa Roho Mtakatifu?
Ndio Bwana, ndio. He wants to be recognized as God. Roho Mtakatifu, tunatambua uwepo wako katikati yetu na tuko tayari kwa ajili yako. Asante kwa sababu umetupa nafasi hapa ICC ili katika mwezi huu tunavyojifunza kuhusiana na kukusifu na kukutukuza, tujue njia nzuri ya kufanya hivyo ni kwanza wewe utusaidie. Na siku ya leo tunakiri kwamba tunatambua uwepo wako, kwamba nguvu zako zipo katikati yetu, na tunakuruhusu ututumie pendavyo siku ya leo, na ushike hiki kinywa kiseme yale ambayo unatamani kiseme, na huu mwili uwe dhabihu mbele zako siku ya leo. Na kila mmoja ambaye Mungu umempa neema siku ya leo asitoke kama alivyokuja. Asante kwa sababu ya afya ambayo umempa askofu wetu mkuu. Asante kwa sababu ya kicho na ile namna ya kuja kwenye madhabahu na kuomba sawa sawa na kanisa lilipomwombea Petro aliyekata tamaa. Lakini ulisema kanisa lilipoomba ulituma malaika wako kumtoa Petro. Na Petro alipotoka kufunguliwa tu geti la gereza, lakini ulimfungulia hata geti linaloenda mjini. Ninajua mtumishi wako atakapotoka huko atakuwa kwenye level nyingine, na utamfungulia milango mingine mikubwa zaidi ya vile ambavyo Mungu amekuwepo. Tunakushukuru sana Bwana Yesu. Asante kwa sababu ya baba wa nyumba hii, Askofu Ole, ambaye umempa nafasi na kwa neema yako tu kusikia sauti yako, kufanya mambo mengi ambayo yanatokea. Mungu, very intentional, tunatangaza baraka juu yake. Tunaomba ulinzi, tunaomba kusudi ambalo umempa kulisimamia lifike kule ambako limefika. Mungu, na sisi tupe nafasi ya kuona neema na kuchukua vitu ambavyo tunapaswa kuchukua tukiwa bado vijana, na wote ambao Mungu umetupa kukaa katikati yake, katika jina la Yesu Kristo. Naomba tumshangilie Mungu kwa makofi mengi. Jana Roho Mtakatifu alitupa nafasi nyingi sana za kumjua yeye, na tamani kujua ambao walikuwepo kuanzia siku ya kwanza. Tunyoshe mikono. Siku ya kwanza, asante. Siku ya pili tunyoshe mikono jana ili niwe najua na recap vipi. Asante. Na ambao umefika leo tu, karibu. Asante. Wote Roho Mtakatifu atapata nafasi ya kutuhudumia sawa sawa na kusudi lake. Haleluya. 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 Mshike jirani yako mkono, mwambie karibu uweponi mwa Mungu na uwe mwanafunzi wa Roho Mtakatifu leo. Amen. Asante sana. Jana tuliona sifa kuu za Mungu ambazo anazo Roho Mtakatifu. Tulikuwa tunathibitisha kimaandiko kabisa kwamba Roho Mtakatifu ni Mungu kabisa. Haleluya. 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 Kwa hiyo tulipitia
sifa nyingi ambazo kiukweli leo tunaweza tusizirudie sana, lakini labda kwa haraka haraka tutasema tu tatu. Tulisema Roho Mtakatifu ni Mungu mwenyewe, ni omnipresent, manake anapatikana kila sehemu. Sijana mlikuwa mnaongea na Kiingereza jamani, mbona leo amuongei? Mungu ni nani? Sawa, maana yake nini? Yuko kila mahali. Haleluya, haleluya. Leo screen leo kaa vizuri na Biblia, maana screen zetu zina changamoto kidogo. Kwa hiyo tuliona omnipresent, alafu tukaona omniscient, kwamba Roho Mtakatifu yuko anajua kila kitu, anajua yote. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Na Biblia ikatuambia kwamba anajua hadi nia ya Mungu na anaweza kufumbua mafumbo magumu ya Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Sasa kama Roho Mtakatifu anaweza kufungua mafumbo magumu ya Mungu, maana yake Roho Mtakatifu ni nani? Ni Mungu mwenyewe. Hallelujah. Omniscient, anajua kila kitu. Alafu tukasema Roho Mtakatifu ni nani? Omnipotent, maana yake ana nguvu zote. Hallelujah. Hallelujah. Omnipotent maana yake nini? Ana nguvu zote. Kwa hiyo tukafanya kidogo recap, tukagundua kwamba mimi nilikuwa nafikiria baada ya kanisa kuzaliwa kuna vitu ambavyo vilifanyika vikubwa sana, ambavyo kiukweli wale jamaa walikuwa hawana miundombinu kama sisi. Kanisa la kwanza mitume hawakuwa na WhatsApp groups kama sisi tulizo nazo, hawakuwa na Facebook, hawakuwa na Instagram. Wengine yamkini wameona tumetangaza semina kwenye Instagram, kwenye Facebook, kwenye kokote kule, lakini wale watu waliweza kupeleka injili ambako hakukufikika bila matangazo, bila promo nyingi. Bwana Yesu asifiwe. Walikuwa hawana ndege ambazo zinaweza kukukimbiza Marekani ukafika baada ya masaa labda 14 na ukafanya cha Mungu. Walikuwa hawana miundombinu ya barabara. Ni mpaka baada ukisoma historia ya kanisa dola la kipindi hiko, Warumi, watu wa Roma walivyotengeneza barabara, ndio injili kaanza kusambaa. Wanahistoria wa kanisa wanasema dola la Rumi lilikuwa linapinga kanisa, lakini lenyewe pia lilisababisha kusambaa kwa kanisa, kwa sababu lilitengeneza barabara likitamani amani na kuunganika kwa mataifa mbalimbali. Lakini bado unaona Paulo anasafiri kwenye visiwa, anapata shipwreck, meli yake inavunjika, lakini bado anapeleka injili. Arudi alikotoka, lakini anakoelekea bado anapeleka. Kisiwa ambapo wanatua ili wapumzike waendelee na safari, bado anaingia mtaani anafanya injili. So aliyekuwa anawafanya wale watu wawe relevant, wawe na maana kwenye msimu wao, ni kwa sababu walimtegemea Roho Mtakatifu 100%. Na jana mnakumbuka tumeona ambapo watu wanabishana au wanajibu hoja, wanasema ilimpendeza Roho Mtakatifu. Ndio maana nakuuliza, je, kwenu kwenye mazungumzo yenu mara ya mwisho Roho Mtakatifu amesemwa mara ngapi? Yamkini imeniwia vigumu wakati mwingine nikisimama mbele za watu nikisema juzi Roho Mtakatifu alisema, hadi mwenyewe anajistukia, kwa sababu imeshaanza kukaa kama huyu jamaa ajifanya anaongea sana na Roho Mtakatifu. Lakini hicho kitu tu kinapaswa kuwa tunakifanya kila siku, kwamba jamani, nakumbuka jana asubuhi wakati naamka, Roho Mtakatifu aliniambia hivi na hivi na hivi. Iwe ni kitu cha kawaida kwenye mwili wa Kristo. So wenzetu, kwa sababu walitambua sana nguvu za Roho Mtakatifu na Roho Mtakatifu mwenyewe kama mtu. Jana tulisema baada ya kuona Roho Mtakatifu kama Mungu, tukaona kwamba Roho Mtakatifu ni kama mtu. Mtu manake ni roho ambaye ana nafsi. Nafsi manake ni maamuzi,
Nafsi maana yake ni hisia. Nafsi maana yake nini? Utashi. Roho Mtakatifu kwa maana kama ana hisia huaga anahuzunika. Kwa jinsi gani tunaweza kulileti naye? Ukikaa kwenye gari mwenyewe, je, unaweza kuongea na Roho Mtakatifu? Umemdrop mtoto, ulikuwa unaongea na watoto, unaenda shule, umemdrop mke wako, ulikuwa unaongea naye. The moment umemwacha mke wako, ukianza kurudi mwenyewe ihumwa, unaweza kuwa unaongea na Roho Mtakatifu. Leo ni siku njema, Roho Mtakatifu najisikia vizuri sana. Au tu ukiwa unasikia huzuni ndo. Unaweza kuwa unaongea na Roho Mtakatifu kama mtu. Bwana Yesu asifiwe. Tukasema ili tuone nguvu za Mungu lazima tutambue kwanza yupo katikati yetu. Haleluya. Kwa sababu ni omnipresent. Hiyo ilikuwepo jana, na kiukweli asubuhi Roho Mtakatifu alikuwa ananisisitiza sana niongee haya ambayo ninatamani kuyaongea saa hizi, kwamba tunaishi kwenye dunia ambayo inaendeshwa na matokeo. Wengine wanaweza kusema ni evidence driven society, jamii ambayo kama hakuna matokeo hauna sauti. Bwana Yesu asifiwe. Tunaishi kwenye dunia ambayo kama hauna matokeo hauna sauti. Roho Mtakatifu akanitafakarisha. Kulikuwa na mkutano mkubwa umeandaliwa Dar es Salaam wa watu fulani. Kijana mmoja ambaye alikuwa anafunga lights hapo alikuja kwangu kwa huzuni sana. Akasema, brother, watu wana shida kwa sababu wameambiwa waje na kiingilio cha $1,000,000 kumuona mtumishi fulani ambao labda watoto wao wanaumwa, sijui wana wagonjwa. Walikuja wengi sana kwenye huo mkutano, lakini walikuwa wanazuiwa kuingia ndani kwa sababu walikuwa wanakosa kiwango fulani cha pesa cha kumuona nani? Mtumishi. Nikasema, unafikiri ni kwa sababu gani? Akasema, nimegundua huyo kijana ni mtu tu wa kufunga lights. Akasema, nimegundua kwamba watu hawahitaji kujua kuhusiana na Mungu wao kama wana matatizo, wanataka usababishe matatizo yao yaondoke. Unamtumikia Mungu wa kweli au mtumiki Mungu wa kweli? Wakiona watapata matokeo, wamefikia hapo. Yaani watu wamefikia point ambapo kama nilikuwa naumwa nitapona, usiniambie kuhusiana na Mungu, nisaidie tu vyovyote vile. Sasa hiyo alivyoniambia hapo, uchungu uliniingia mkubwa sana. Nikasema, hatujawa chumvi ya dunia vya kutosha. Kanisa, hatujawa chumvi ya dunia ya kutosha. Dunia, chumvi kazi yake ni preservation. Ukiumia mara nyingi, mama zetu wa kale walikuwa wanaweka chumvi ili bakteria wasiharibu hicho fresh wound. So tumeitwa kuwa chumvi ili tu preserve, tu hifadhi kusudi la Mungu katika nchi ya walio hai. Lakini hatujaweza kiasi kwamba hatujaweza kufikia hicho kiwango, kwa sababu nahisi tumerelax sana na hatujatambua nafasi ya Roho Mtakatifu. Wenzetu walifanya kazi vizuri kiasi kwamba wakitokea mjini wanaambia wale waliopindua ulimwengu wamefika mpaka huku. Nilikuwa ni ngumu sana kumuignore Petro, kwa sababu akipita hata asipoomba hicho kimvuli kitasababisha havoc. Petro akipita hata aneni kwa lugha watu watapona tu. Kwa hiyo ni rahisi sana kumsemea Mungu wa Petro vizuri, kwa sababu matokeo yanaonekana. Wakati mwingine tunafikiri miujiza haitakiwi sana, lakini kiukweli kitu ambacho kilimfanya Petro apige magoti akisema, ondoka kwangu, mimi ni mwenye dhambi, ni muujiza wa samaki. Sometimes inabidi uwape watu samaki wamuelewe Yesu wako vizuri kuliko kumweleza sana Yesu wako mpaka mate akakukauka alafu hamna kitu kimetokea. Dunia hii inaendeshwa na matokeo, lakini mwenye ufunguo wa matokeo amefunga nguvu zake kwa sababu hatambuliwi vya kutosha. Bwana Yesu asifiwe.
Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Kwa hiyo ni maombi yangu kwamba hii kitu kutengenezee chachu. So kuna watu ambao walibakizwa nje, hawawezi kuona mtumishi kwa sababu ya pesa. Lakini pia hata huko ndani matokeo yalikuwa yaonekane, ni promotion tu zimefanyika nyingi na kudanganya watu. Pipi za upako zipo siku hizi kwa sababu watu wanatafuta matokeo. Akigundua pipi ya upako itamponya, atatembea nayo tu, atanunua. Tuonyeshe basi nguvu ambayo haitumii pipi ya upako ili tuje kwako. Bwana Yesu asifiwe. Wewe kama mfanyakazi mwenzako analia, na wewe analeta matatizo yake kwako na wewe unalia, kwa nini unahisi Mungu amekuweka kwenye ofisi? Na inabidi tufike point ambapo tusiongelee mbingu na tusimwongelee Yesu, lakini tuwape watu Yesu ambaye atawapa watu mbingu. Tusimwongelee sana Yesu kwamba ni mzuri, ana nguvu, anaweza, lakini tuweze kumleta Yesu kwa watu ambao atawafungulia watu waishi mbinguni wakiwa duniani. Unasema Dr. Ipiano unasema nini? Nenda ukisoma Mhubiri 3 mstari wa 11, naomba tusome wote haraka haraka alafu tuelekee ambako nataka tuelekee. Mhubiri 3:11. Mhubiri 3:11. Sijui kama kuna mtu ana Biblia ya Kiswahili aseme kwa sauti. Okay, nitawatangulia hapo, ngoja nitafute hapa. Kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Amen. Tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao, ili kwa jinsi mwanadamu asivyoweza kuivumbua kazi ya Mungu anayoifanya tangu mwanzo hata mwisho. Yeah. Kwa hiyo Mungu anasema kila kitu amekifanya kizuri kwa wakati wake. Tena ameiweka hiyo milele ndani ya mioyo yao. Kuna watu saizi wanatamani kuishi milele, lakini milele iko ndani yako kupitia Roho Mtakatifu. Mungu anachotamani ufanye, uone kitu ambacho amekuwekea ndani, kwa sababu milele wanasema eternal. Ukisoma Biblia ya Kiingereza, New King James Version, 11, I know, anasema he has made everything beautiful in its time. Also he has put eternity in their hearts. Ameweka umilele ndani ya moyo wako. Ukiishi ukaweza kucrack, ukaweza kugundua umilele ambao umewekwa ndani yako, Mungu anafurahi kwa sababu utaweza kuprint, utaweza kusababisha huo umilele uwepo duniani, na watu wanaweza kuishi duniani kama mbinguni kwa sababu umeweza kusababisha umilele ambao Mungu ameweka ndani yako uwepo saa hiyo wakati wewe unaishi. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ni kutumia Roho Mtakatifu. Tumia Roho Mtakatifu. Tumia Roho Mtakatifu. Kuna mistari mingi tu ambayo Paulo amekuwa akithibitisha. Ukisoma Warumi 15:18, Warumi 15:18, Warumi 15:18. Biblia inasema, nitawatangulia, maana sitathubutu kutaja neno asilolitenda Kristo kwa kazi yangu, mataifa wapate kutii kwa neno au kwa tendo. Mstari wa 19 anasema, kwa nguvu za ishara. Naomba tusome kwa pamoja kama tunaenda pamoja. Kwa nguvu za ishara na maajabu katika nguvu za Roho Mtakatifu, hata ikawa tangu Yerusalemu na kando kando yake, mpaka nimekwisha kuihubiri injili ya Kristo. So Paulo anakuonyesha kwamba mimi si fake mambo. Nimeleta injili, sikuwa nasema vitu juu. Nimefanya ishara na maajabu. Kupitia nani? Roho Mtakatifu.
Ukisoma Matendo ya Mitume sura ya kwanza na mstari wa kwanza kabisa pale, unaona mzee Luka, Dr. Luka aliyeandika Matendo ya Mitume anasema hivi. Naomba tusome Matendo ya Mitume 1 mstari wa kwanza. Anasemaje? Kitabu kile cha kwanza niliandika Teofilo, katika habari ya mambo yote aliyoanza Yesu kufanyaje? Sio kufanya, sio kusema tu. Yesu chochote ambacho alikuwa anakisema anakitenda. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Paulo anasema Wakorinto wa kwanza 2 1 mpaka 5. 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 Naomba tusome kama tumepata wote. 1 2 3. Basi ndugu zangu, mimi nilikuja, sikuja niwahubiri siri za Mungu kwa ufasaha wa maneno, wala hekima. Mstari wa 2, maana niliazimu nisijue neno lolote kwenu ila naye. Mstari wa 3, nami nilikuwako kwenu katika hali ya udhaifu na hofu na matetemeko mengi. Mstari wa 4, neno langu la kuhubiri kwangu hakukuwa kwa maneno ya hekima yenye kushawishi akili za watu, bali nini? Maana dalili za nani? Huyo Roho. So ukitamani kumwadimaya Paulo, ujue kuna Roho ambaye ana nguvu. Aliweza kumtambua Roho Mtakatifu ambaye ameachilia nguvu. Nimesema hii dunia ili ulete maana mjini hapa lazima uwe na matokeo. Watu wanafuataga watu wenye matokeo. Bwana Yesu asifiwe. Narudia, sema watu wanawafuata watu wenye matokeo. Watu wanamfuata mtu mwenye matokeo. Kuna kipindi ambacho Mafarisayo walitamani kumkamata Yesu, lakini napendaga hii phrase, anasema the world has gone after him. Yaani kwamba bana, huyu mtu amekuwa maarufu sana, dunia yote imemfuata kwa sababu ya matokeo. Walitamani kumpinga lakini walishindwa, kwa matokeo yake yalizuia yalishindwa. Matokeo yake yalisababisha mafuriko ya watu kumfuata. Nakumbuka hakukuwa na mitandao ya kijamii kama kipindi hiki, ambayo sasa hizi tuna advantage nyingi kuliko kanisa la kwanza. Lakini watu maelfu na maelfu walimfuata Kristo popote alipokuwepo. Hata alipoenda kujificha waligundua, wakashangaa ametokea huko, wakamfuata huko. Kwa sababu ya nini? Matokeo. Tunamalizia Wakorinto wa kwanza 4:20. Wakorinto wa kwanza 4:20. Wakorinto wa kwanza 4:20. Wakorinto wa kwanza 4:20. Anasemaje? Naomba tusome kwa pamoja. Wakorinto wa kwanza 4:20. Anasemaje? 1 2 3. Haui katika neno bali katika nguvu. Naomba turudie tena. Ufalme wa Mungu haui katika bali ndio. Sasa dokta, umeongea hayo mambo yote, tunapataje hizo nguvu? Si tumekuelewa hizo nguvu tunazipataje? Bwana Yesu asifiwe sana. Bwana Yesu asifiwe. Thank you Jesus. Naomba tusome Luka 24. Luka 24. Luka 24 49 na 53.
Nataka nirudie kitu kimoja. Roho Mtakatifu anaweza kuwa pamoja na mtu. Akiwa pamoja na mtu anamshawishi ampate Bwana Yesu na ampate Mungu. Ukimpata Mungu na Bwana Yesu akaingia ndani yako kwa kuokoka, Roho Mtakatifu anakaa ndani yako. Lakini kama muamini haitoshi Roho Mtakatifu kukaa ndani yako. Roho Mtakatifu anapaswa kufurika. Sasa tunasababishaje Roho Mtakatifu aliwe nusu kikombe ndani yetu afurike? Ndio leo sasa. So cha kwanza, ili upate nguvu za Mungu lazima uokoke, umpe Yesu maisha yako. Cha pili, uanze kutembea kwenye haya mambo. Cha kwanza maombi, cha pili ibada na neno la Mungu. Sasa leo kwa sababu ibada semina hii ni ya kusifu na kuabudu, natamani tu focus kwenye ibada. Sasa unasema Dokta, umepata wapi? Nimepata ambapo unaona Yesu amewaaga wanafunzi wake, akaondoka, akawaambia wadumu. Walipokuja Yerusalemu hekaluni, usoma sasa mstari wa Luka 24 mstari wa 49 na utaruka kwenda mstari wa 53. Kitabu cha Luka sura 24 ni sura ya mwisho ya Luka, mstari wa 49. Naomba tusome pamoja. 1, 2, 3. Natazama nawaletea juu yenu. 1, 2, 3. Haya, ngoja niwakumbushe. Jana mnaona tulisoma kwenye Yohana Yesu alivyowatokea wakati wana hofu wale watu wamejificha kwenye chumba cha juu. Unaona Yesu akatangaza amani iwe kwenu, alafu akafanyaje? Akawapulizia. So ikawa Roho Mtakatifu maybe ndani yao. Lakini saizi Yesu anakuja kwenye mstari wa 49 Luka, anasemaje? Tusome kwa pamoja. Natazama nawaletea juu yenu ahadi ya Baba. Sio kwa sababu Roho Mtakatifu hayupo ndani yao, yupo. Sasa saa hii Roho Mtakatifu anataka overflow. Ndio maana ya juu. Ukiwa na Roho Mtakatifu juu yako, ndio unakuwa manipulated. Anaweza kukupeleka vile ambavyo anataka. Roho Mtakatifu akiwa kwa kiwango kidogo ambacho hakijafurika ndani yetu, tunaweza kuendelea kumcontrol. Ndio maana ukisoma Ezekieli 47 mstari wa 13, unaona anazungumzia kuhusiana na mto, na ule mto ni sawa sawa na Roho Mtakatifu. Anasema ule mto ulianza kuwa visigino, ulitoka kwenye madhabahu ya Mungu ukaanza kutokea visigino. Alivyoendelea akaupima, ukaendelea kuwa magotini, ukaendelea kuwa kwenye kiuno, huo mto ukafika kwenye mabega. Baadaye huo mto ukawa mkubwa kiasi kwamba wakashindwa kuvuka. Sasa matokeo ya mto ulivyofurika ukasababisha popote ulipoenda maji yaponywe, popote ulipoenda miti yote, na miti ilipoota matunda yakawa kwa chakula na majani yakawa kwa dawa. Lakini lazima mto ufurike. Sasa unafurikaje mto? Luka 24:49 tusome tena. Natazama juu yenu ahadi ya Baba. Lakini nini? Instruction ya kwanza, cha kwanza ni nini? Kaeni humu mjini hata mvikwe uweza utokao juu. So ule uweza wa kwanza aliowapulizia ulikuwa unawasustain tu kama wao ni wafuasi wa Kristo. Lakini baada ya kukaa, nakwambia ukweli, wale mitume wasingeamua kukaa zile siku 10. Watafiti wanasema ni siku 10. Yesu alivyofufuka zilikuwa siku 40 akaonekana mtaani. Baadaye alivyopaa, kutoka alivyofufuka mpaka alivyopaa ni siku 50. Kwa ni siku 50, mpaka alivyopaa ni siku 40. Mpaka Roho Mtakatifu analetwa duniani ni siku 50. Ndio maana inaitwa Pentecost. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe. Kwa maana yake wale watu walivyotoka kumuaga Yesu anapaa, walikuja sehemu ya juu kwa siku ngapi? 10. Lakini walichokuwa wanakifanya kipo kwenye mstari wa 53. Naomba tusome mstari wa 53 wa Luka 1, 2, 3. Nao walikuwa daima katika hekalu wakifanyaje?
Ndio semina yetu inaanzia hapo sasa. Nimesema hauwezi kutembea na nguvu za Mungu usipomtambua Roho Mtakatifu. Na tumetoa faida nyingi za Roho Mtakatifu na kila kitu. Sasa tunaenda jinsi gani tunafungulia nguvu za Roho Mtakatifu tulete impact, tulete matokeo. Lazima tufuate maelekezo. Yesu aliwapa maelekezo gani? Kwamba nawaletea nguvu juu yenu. Sasa ili nguvu ilete effect lazima mbaki humu. Lakini sio tu kubaki kushangaa. Mkibaki humo ndani lazima muwe mnafanya ibada. Ibada ni pamoja na kumega mkate, kusoma neno la Mungu. Ibada ni pamoja na maombi. Hauwezi kutofautisha kati ya maombi na ibada. Bwana Yesu asifiwe. Hata Yesu aliwaambia wanafunzi wake, mnapoomba, mnaposali, salini hivi: Baba yetu uliye mbinguni. Mahusiano wewe na Mungu wako. Alafu cha pili ni kumsifu, jina lako litukuzwe. Ndio maana mstari wa pili wa Zaburi ya 100 anasema, cha kwanza mfanyeni Bwana shangwe dunia yote. Lakini cha pili, njooni mbele zake kwa kufanyaje? Kwa kuimba. Ni sifa unaachilia mbele za Mungu. Ndio maana hawa watu walifuata protocol ili tutembelewe na nguvu za Mungu, tuweze kuishi. Roho Mtakatifu asiishie tu kwa ndani, afurike, awe mto ambao tutashindwa kujikontrol na utupeleke kule ambako Mungu amekusudia. Lazima tufuate protokali ya kuaccess, to exercise the presence of God. Kufanya mazoezi na uwepo wa Mungu kutakusababisha, kutakuchukua wakati wa kukaa na kupractice na kufanya mazoezi ya kumsifu Mungu na kuimba intentionally, kwa kukusudia. Hawa watu walikusudia, hawakujua ni siku ngapi zitakuwa. Wanasema zilikuwa ni siku 10, lakini walikuwa wanasema liwalo na liwe, mzee ameshaondoka, ametuambia tubaki. So mimi sikwambii kwamba ukianza kumtafuta hapa kesho atatokea, kwamba atakufurika na utaanza kufanya vitu vikubwa. Hapana. Wakati mwingine ye ni mfalme. Mimi nakwambia, rais kama ndo kwanza anapiga mswaki, matrafiki huko wameshajipanga na wamezuia magari hayapiti, yeye ndo anapiga zake mswaki. Wamepata tu nani, rais atapita hapo wapi, mitaa fulani, mtasubirishwa wakati yeye ndo nguo inanyoshwa, mtasubirishwa nini? Taarifa. Roho Mtakatifu ndugu yangu ni mfalme. Umpangiaje saa ngapi? Acha mambo unasema nimeenda kukaa. Baba, katika jina la Yesu ninakushukuru sana, nimesikia neno lako, sasa ninakusifu, onekana leo Bwana. Amen. Ni mfalme. Unasema dokta, unaongea nini? Kumbuka kuna mzee mmoja anaitwa Musa. Musa aliambiwa na Mungu, njoo huku juu. Ilikuwa ni sauti moja tu, njoo huku juu. Alivyoenda juu, siku ya kwanza inapita, huyu mzee mbona aongei? Siku ya pili inapita, siku ya tatu inapita, siku ya 4 aliongea. Siku ya ngapi? Ya ngapi? Ya 6. Jamani, tunasoma Biblia pamoja. Aliongea siku ya ngapi mzee? Ya 6. Sawa, tufungulie tusome aliongea siku ya ngapi. Lakini pointi yangu ni kwamba mzee hakuongea siku ya kwanza. Mzee, si umeniita nije? Lakini aongei siku ya kwanza, ya pili, ya 3, ya 4. Ndio Mungu sijua nachanganya kati ya 4 na ya 6, sikumbuki. Utanipa. Ya ngapi? Mbona mnaongea bila confidence? Lakini nahisi mmenielewa kwamba mfalme wa utukufu yeye ndo anapanga afanye nini. Kwa hiyo anapokuambia kaeni humu, hata Yesu akwambia kaeni humu siku 10, no. Aliwaambia kaeni humu mpaka mvikwe uweza kutoka juu. Kwa sababu hiyo kitu ambacho mnapenda kwenda kuifanya, kama mlivyokuwa mnatamani miujiza inatokea. No. Mkienda kichwa mtauawa nyie. Lakini bakini humu Yerusalemu. Lakini pia walipokuwa wanabaki, hawakubaki wakipiga story, walibaki
wakimsifu Mungu. Bwana Yesu asifiwe. Walibaki, behold I send the promise, New King James Version, of my Father upon you, but tarry. Sasa tarry ukifuatilia ni ile kungojea ambako hakuna, yani huna haraka. Bwana Yesu asifiwe. Huna haraka ya kuondoka mapema hapo, yani hauna issue. Mimi wakati mwingine ni vizuri sana tukiwa tunafanya mazoezi kule Dar es Salaam, kama tunafanya live recording, napendaga mazoezi ambayo ni mkesha, kwa sababu mtu haendi kokote, kwa sababu hawezi kunipa excuse kwamba bana mimi nawahi kazini. Nafanyaga mazoezi ya mkesha, ili nikikwambia unawahi, sasa unawahi wapi? Kwa sababu tumekuja sasa saa 6, yani tunabaki tu mpaka asubuhi. Ndio hiyo kitu wakati mwingine Roho Mtakatifu anatamani uwe na your own night vigil, mikesha yako mwenyewe, kwamba hata kesho ni Jumamosi, siwahi popote, ngoja tu nibaki uweponi mwa Mungu. Anasema tarry in the city of Jerusalem until you are endued with power from on high. Na inasema and we are, mstari wa 3, and we are continually in the temple praising and blessing God. Continually. Wakolosai, niweke Wakolosai 3:16. Wakolosai 3:16. Wakolosai 3:16. Naomba tusome ambao tumefika 1, 2, 3. Wakolosai 3:16. Wakolosai, nasikia bado Biblia zinaongea, kwa hiyo tusubiri kidogo. Wakolosai 3:10. Nataka nikuonyesha umuhimu wa kubaki, lakini kupitia kusifu na kuabudu unatengeneza nguvu za Roho Mtakatifu ambaye atakusaidia kufanya mambo mengi. Wakolosai 3:16. 1, 2, 3 tunasema neno la Kristo na likae kwa wingi ndani yenu katika hekima yote, mkifundishana na kuonyana kwa kutumia nini? Zaburi ni nini? Ni nyimbo zile. Na nini tena? Na nyimbo, na kufanyaje? Na tenzi za rohoni, mkifanyaje? Kwa neema. Kile kitu ambacho kanisa la zamani lilifanya. Na huyu ni mzee Paulo bado anaendelea kusisitiza kwamba kama tunatamani kutengeneza nguvu, kusababisha Roho Mtakatifu afurike ndani yetu, lazima tu entertain haya mambo. Ni wewe Yesu wa kuabudiwa, ni wewe wa kuabudiwa, utukufu na heshima vina, ni wewe wa kuabudiwa. Mwambie tena, mwambie ni wewe. Sasa hatuimbi kupitisha muda, ndio tuna practice. Niwe wakuwa utukufu na heshima vina, niwe Yesu. So unatoka chorus moja unakuja chorus nyingine, unamwabudu, unamwadhimisha. Hata utashangaa ulianza kuomba saa ngapi. Ukianza kuomba, Mungu ataanza kukualika tu, ataendelea kukupa kiu, anakualika. Ndio alimwambia Musa, come up hither, njoo huku juu. Pale mlangoni unamwambia ni wewe Yesu wakuwa, anakufungulia geti, unaingia na kumsifu Mungu. Hivyo ndo anakualika chumbani, ndo mnaanza kuzungumza mambo yanayowahusu nyie wawili, ndio anakusababisha ufurike na hizi nguvu. Lazima ujali hilo jambo. Lakini msingi wa wewe kumsifu Mungu, msingi wake unatokana na Warumi 12 mstari wa kwanza. Naomba tusome Warumi 12 mstari wa kwanza.
Kama tumefika, naomba tusome tena kwa sauti. 1, 2, 3. Itoeni miili. Ndio nini? Ona, si tumesema ili tutengeneze nguvu za Roho Mtakatifu lazima kuwe na ibada, na ibada ndani yake ndio hii. Ibada yenye maana ni mwili wako kwanza. Sasa kuudhabihu mwili ni pale ambapo ni kweli siku hiyo umechoka sana, lakini unasema leo lazima nimpe muda Mungu. Kitu gani extra, kitu gani cha tofauti ambacho umekifanya ili Mungu akuamini na nguvu za Roho wake Mtakatifu? Bwana Yesu asifiwe. Ukisoma Zaburi ya 50 na mstari wangapi nimeusahau kidogo, na utafuta hapa, anasema wanaotoa dhabihu za ndio wanafanyaje? Sasa dhabihu sio kitu rahisi kukitoa, maanake umejidhabihu kumshukuru Mungu, na kumshukuru Mungu sehemu nyingine wamesema sacrifice of praise. So wakati mwingine unamsifu Mungu, tutaenda mbele muda si mrefu hapa, tutaona hizo vitu gani tunapaswa kuvifanya. Sacrifice of praise ni pale ambapo wakati mwingine hauna nguvu hata moja na hauna evidence hata moja, huna vigezo na hauoni sababu za kumsifu Mungu kwa sababu mazingira hayajakuruhusu, lakini unamsifu Mungu hivyo hivyo, utamsifu tu Mungu. Biblia inasema hao ndio wanaofanyaje? Wanamtukuza Mungu. Ndio kutoa pia huo mwili wako kuwa dhabihu. Sio tu maisha ya matakatifu unafanya vizuri, lakini pale ambapo unaona mazingira hayakupi nafasi, wewe unasema nitautoa. Wewe mwili, msifu Bwana. Ndio maana Daudi kuna wakati anasema msifu Bwana nafsi yangu, anaiamuru na vyote vijazavyo ndani yako vilihimidi jina lako jema. Akuokoaye na kaburi, anaikumbusha nafsi yake. Wakati mwingine unaweza kuwa unaona mambo hayaendi, lakini hujui kwamba Mungu anakuokoa na mambo mengi zaidi ambayo unayaona kwa macho yako. So lazima umwambie nafsi yako, muhimidi Bwana. Leo tunakuja kumuhimidi Bwana. It doesn't matter what we are going through. I must confess, sio wakati wote ninaona kwamba Mungu aliniokoa hili jicho. Sikumbuki. Kuna kipindi fulani ambapo aliniokoa jicho, ndio maana alinipa wimbo ambao unaitwa umenionesha wema wako, sitakuacha. Baada ya 2015 majambazi walikuja kwangu, wakavamia, wakavunja, wakanipiga na ili jicho likapofuka. Nikaenda Muhimbili kwa madaktari walionifundisha. Wanaona kabisa hana tumaini udaktari. Siwezi ona chochote. Lakini usiku mmoja baada madaktari wamenipa dawa nyingi, nimerudi nyumbani usiku mmoja nikasema, Mungu, nimesikiaga huko mbinguni kuna macho ya spare. Please nisaidie, huku ninalia kwa machozi mengi. Na mke wangu nilikuwa najificha kwa sababu mke wangu alikuwa anaona huzuni ninavyolia mbele za Mungu. Baadaye asubuhi ninafungua jicho, linaona zaidi ya jicho lililopo. Nikaishia kulia nikimwambia, umenionesha wema wako, sitakuacha. Umenionesha wema wako, sitakuacha. Kanisa tuimbe, wema, sitakuacha Bwana. Kwa sababu alifanya agano jipya na mimi, nikimwambia umenionesha wema, sitakuacha. Napenda kuimba fadhili zako zinazodumu milele. Elishadai ndio aliyenipa jicho jipya. Karada baboza,
wewe ni mwema. Makasi tabahada baba, napenda kui manake nina provoke the same anointing, the same covenant. Alivyoapia akanipa jicho jipya, anaweza kufanya hicho hicho katikati yako. Elishada, Elisha, wewe ni mwema. Haya mahanda, wewe ni mwema, wewe ni nimefurahishwa na pendo lako, jinsi ulivyonipenda upeo wajishu hata kwa jicho na mambo arada bakadebelele yalianuke zavara. Mimi sijui kiungo gani wamekwambia kimefeli, lakini nimefurahishwa na pendo lako, jinsi ulivyoni upeo wajishughuli na mambo ya tenda gani imekwama, lakini wewe napenda shalela anda yesavahagada zinozotum yeye mileleo Elishara ashughulike na mambo yako. Kidadadabose viketelebrada hanta bakata napenda kui fadhili za sitasahau huruma zako zinazodumu milele. Pokea ibada yetu Yesu. Karatave, pokea ibada yetu Yesu. Yenana anta zavakata ilakata. Hatuwezi kukuabudu wewe usipoturuhusu kuja kwako. Sawa sawa na Zaburi ya 65, unachagua nani ya kusogelee. Karina maanto zevekete, kariana mahanto velekata baha ila bahanta bakade bahone isavakete rebeha kabara shada bahando kepala hose vehete aria. Wala watu walidumu katika kumsifu Mungu, wala watu walidumu katika kumpenda Kristo, wala watu walidumu katika neno, wala watu walidumu katika Zaburi. Hivyo Roho Mtakatifu akaacha tu kwa ndani yao, akawafurikisha. Ninaomba vijito vya maji vifurike rapa suvekete riana mahanto, vijito vya maji vifurike korima anto shedike vere malakanta. Unapoendelea kubaki katika kusifu, unapoendelea kubaki, usipoangalia situation, usipoangalia hali ya hewa inayokuzunguka, Bwana afungulie nguvu zake ambazo ziko ndani yako, zifurike, zitembee na wewe shuleni, zitembee na wewe kwenye huduma, zitembee na wewe kwenye biashara. Waseme Bwana, biashara anayofanya ni ile ile, ni nini kimetokea? Kwa sababu kutakuwa ninaona mama mjamzito na daktari anatoa ripoti, anasema chupa imeshapasuka. Maana ya chupa kupasuka, ujue kuna kitu kinazaliwa. Bwana anazaa kitu kipya. Chupa imepasuka, na chupa ikipasuka kuna maji yanatokaga, na Bwana anaachilia maji, na out of your belly shall flow rivers of living water. Rapatakata lekasuvakata ripokorapata leketosevekete rikatapakanta. God release waters
Release waters, achilia maji, achilia maji kutoka kwenye hiyo nguvu. Hivyo ndivyo ambavyo una build up, na mto unaanzia visigino, unakuja kwenye magoti, mto huo unakuja kwenye kiuno, huo mto unakuja kwenye mabega, huo mto ukubebe kupeleka kule. Ndio huo mto ukubebe, na popote utakapopita, miti mikubwa yote, na hiyo miti hiyo majani yake yawe afya kwa watu, na matunda yake yawe chakula. Ninakutangazia mto, 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 mto. The Bible says, out of your belly shall flow rivers. Ndio saa imefika, na saa ni sasa, ambao waabudu halisi wa ICC imewapaswa waabudu Baba katika roho na kweli. Bwana anakutafuta, umekuwa ukimtafuta, lakini anakusubiri kwenye ibada, anakusubiri kwenye ibada, anakusubiri kwenye ibada. Na ibada hii anayotaka ni mwili wako upatikane kwenye madhabahu ambao utauachilia. Anasema itoeni miili yenu iwe dhabihu ya kumpendeza, ya kufaa sana. Hiyo ndio ibada yenye maana. Na wale watu walidumu katika kuomba, walidumu katika neno na kumega mkate, walidumu katika kumsifu na kumwabudu Bwana. Ndio satabahata sheketera mahanta. Aliyeniponya jicho aondoe na magonjwa mengine. Utakapopatikana kumwimbia, utakapopatikana kumsifu, aliyeniponya na kaburi akutane na haja yako. Utakapoanza kuachilia vijito, ndio I hear the word turn around, turn around, total turn around, 360, total turn around. Arapakoze peke, maombi yako yanabadilika utakapokuanza kumpa Mungu ibada na kuachilia utambuzi wa Roho Mtakatifu. Utakapomtambua Roho wa kweli akupe neema ya kumwabudu Bwana katika roho. Kumbe nimegundua hawezi kumsifu Mungu bila Roho Mtakatifu. Ndio maana unamhitaji. Ndio maana Biblia inasema watakao mwabudu katika roho, roho, roho na kweli. The right understanding of who God is. Ndio bado kule nyuma ninaona wadada ambao Bwana anawavika nguvu mpya, anawafungua macho. Hautakosea kama wengine wanavyokosea kwa jina la Yesu. Karapasakata intercession, grace of mwenye Zakaria anasema, na itakuwa nitamwaga roho ya neema na maombi. Hicho unachosikia, kuwepo na roho ya neema na maombi ICC, mpaka kwenye YouTube, mpaka kwenye mitandao ya kijamii mnaotutazama. Bwana mwage roho ya neema na maombi, lakini maombi ambayo yamesukumwa na kumsifu Bwana. Ndio, 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 ndio. Awezaje kunyamaza wakati umefanya namna hii? Sijaona namna hii. Ayayana, nawezaje kutulia? Hata kama hujaona unamwambia wakati umefanya.
karataba, nawezaje kunyamaza wakati umefanya namna hii sijaona ila anto. There's fire in my bones. I cannot keep quiet. I cannot keep calm. For all things the Lord has done. Nashindwa kunyamaza, maana kuna moto kwenye mifupa yangu. Nashindwa kunyamaza kwa matendo makuu Bwana aliyonionyesha anakwenda kuyafanya. Ibrahim anamwambia Bwana, akiona ahadi hakusita kwa kutoamini, alitua nguvu akimtukuza Mungu. Unaweza kumsifu Mungu sio tu kwa matendo aliyokutendea, hata yale ambayo amekuahidi. Msifu Bwana, maana ahadi yake ni amina na kweli. Atafanya mtu wa Mungu. Peleka ripoti kwake ya kumsifu, ya kumwabudu, maana atafanya. Ameniambia atafanya. Sijui ufanyavyo, sijui utendavyo, Bwana, kile nachojua umeamrisha vinakamilika. Hizo ndo nyimbo Bwana nataka uimbe. Unaweza yote, unaweza yote. Machozi yako yameona, atafanya kile nachojua. Umesema neno vinakamilika. Mimi sijui utakavyofanya, lakini umesema neno tu, mimi nakimbia na neno lako. Karatapa seke rata yake ripa kande lete kata rama mande rike saka. Msifu Bwana, maana amekupa mji. Alimwambia Yoshua, pigeni kelele, maana Bwana amewapa mji. Maana Bwana amewapa mji. Yeriko haikuanguka na silaha za vita. Yeriko ilianguka kwa sifa. Karapa reketepe lekandava ikorepa ikeseke. Piga kelele, maana Bwana amekupa mji. Usiogope enyi kundi dogo, maana imempendeza Bwana kuwapa ninyi ufalme. Usiogope AICC Dodoma, maana imempendeza Bwana kuwapa ninyi ufalme. Ndio, ndio.
milima yayeyuka mbele zako. Nani kama wewe Mungu wetu? Milima yayeyuka mbele zako. Nani kama wewe? Tumekuja Mlima Sayuni kukusifu, tunakuabudu maserafi, makerubi, tunaungana nao. Hakuna mlima mzito. Je, ni jambo lipilo yeye asilo liweza? Je, ni jambo lipilo yeye asilo Aya. Liseme, litaje, kwani ni jambo lipilo yeye asilo liweza. Liseme, litaje, kwani jambo lipi ayakabaredelevazule shakitokevarinema ikaro evaraanta ekaradiele esuvakata. Kwani ijambo lipiro. I barak you, Lord. I barak you, Lord. Adesuveheta aka ilahanda lisele litaje, ani jambo lipi Kuna watu hapo wanasema, dokta, mimi niko mbali sana na Kristo. Endelea kuomba, unaendelea kuomba. Nataka tu entertain watu ambao wanasema niko mbali sana na Kristo na sijui hata kama bado nimeokoka. Jambo la kwanza ambalo Roho Mtakatifu anasema, ili ajae kwako lazima unampa Yesu maisha. Dakika chache zimebaki. Unaendelea kuomba, endelea kuomba. Ndio maana ya outpouring. Flow according to the flow. Hatufuati protocol, tunafuata Roho Mtakatifu. Endelea kuomba, lakini kama uko hapa unatamani kumpa Yesu maisha yako, kimbia mbele haraka sana. Kimbia mbele haraka sana, tutaomba na wewe. Kwani ni jambo unahisi mkame moyoni mwako, mkavu moyoni mwako, na unaona kimbia mbele. Unatamani kumpa Yesu maisha, kimbia mbele. Kimbia mbele. Uanze na Bwana Yesu.
uko nyuma, uko hapa mbele, unatamani kumpa Yesu maisha yako, una ushawishi ndani yako, unatamani kumpa Yesu maisha yako, usalende mbele za Mungu, uanze kutembea na nguvu za Mungu, sogea mbele. Kwani ni jambo lipi hilo yeye asilo liweze? Kwani ni jambo, tamani kumpa Yesu maisha yako, ina dakika chache tu, dakika moja pale kuombea. Baba, tunakushukuru. Asante kwa ajili ya uwepo wako ndani ya nyumba yako. Asante kwa ajili ya utendaji wa mkono wako wenye nguvu. She needs the Lord lead her.